Naam, uhabari gani mwana habari wangu kokote unako nipata kwa usikivu mzuri kabisa. Niko hapa kukuletea kile ambacho kinaendelea mchini DRC Congo na waasi wa M23 na kile ambacho kimeweza kujiri huko. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami na tuangazie kile ambacho tumeweza kukusogezea siku hii ya leo. Mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya DRC na waasi wa M23 kufanyika leo huko Doha nchini Qatar. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi la waasi wa M23 wanatazamiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja leo mjini Doha. Hii inaashiria hatua iliyopigwa kuelekea juhudi za kumaliza moja ya migogoro mikali zaidi katika Afrika ya Kati katika miongo kadhaa. DRC, Umoja wa Mataifa na majumuiya ya kikanda yanashutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 na kuwapa misaada ya silaha na ya kijeshi, ingawa Kigali inakanusha suala hili. Akihutubia wakati wa shughuli ya kuashiria mwanzo wa mfululizo wa kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 jana Jumanne, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema bila kuzitaja nchi zozote kuwa zinapaswa kuyashughulikia matatizo yao na kumwachia yeye akabiliane na matatizo yake. Mwezi Disemba mwaka jana, mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Angola yalivunjika baada ya Rwanda kuitaka serikali ya Kongo kuzungumza moja kwa moja na waasi wa M23. Siku moja baada ya M23 kujiondoa kwa mazungumzo ya amani tarehe 18 mwezi Machi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na wenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Doha kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana, mpatanishi mkuu akiwa ni Amiri wa Doha. Haya yanajiri baada ya Angola kujiondoa kama mpatanishi mkuu wa mzozo kati ya Kongo na M23. Kundi la waasi lilisonga mbele kwa kasi na kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, Goma pamoja na mji wa Bukavu. Mzozo wa mashariki mwa Kongo umedumu kwa muda sasa, madini yakitajwa kama kichocheo kikubwa. Mzozo umeongezeka haraka tangu Januari 2025 na maelfu ya watu waliuawa na mamia maelfu wakilazimishwa kuyakimbia makazi yao. Mwana habari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Niseme asante kwa yule ambaye tayari ameshakuwa mwanafamilia, lakini kwa ambaye bado hakikisha unabonyeza alama neno subscribe. Niseme asante unapobonyeza alama neno subscribe. Asante sana. Na yule kwa ambaye tayari subscribe, niseme asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi zaidi usisahau kuungana nasi kwa kushare, like, comment pamoja na kusubscribe. Kutoka hapa sina la ziada. Nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.